Na ndugu zangu, asante na karibuni sana. Karibuni sana kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Tunashukuru kuona kwamba mambo yanakwenda vizuri. Tuko majira ya saa 9 hapa, majira ya Afrika Kati ikiwa ni saa 10, majira ya Afrika Mashariki. Na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ni tarehe 24 za mwezi wa 3. Tuko live kabisa na huko nafuata matangazo yetu. Moja kwa moja tutazungumzia masuala ya Nyantende, ambacho kimejiri Nyantende huko Nyangezi baada ya mapigano makali, sehemu ambako kulikuwa kuna mipango mizito ya magaidi wa M23 kuweza kushambuliwa na wazalendo na hivyo kuweza kuchukua eneo kubwa. Hivyo tukiwa tuko mlangoni kabisa kuingia ndani ya mji wa Bukavu, licha ya CCLF ambayo Rwanda iliomba na pia serikali yetu na yenyewe ikakubali kwamba wazalendo wasipigane, lakini bado tunaendelea kukiamsha. Tunaendelea kuonesha kwamba tuko na force ya nguvu na tunaweza kufanya mambo makubwa ambayo wao wanashindwa kuyafanya, lakini wazalendo we can do that. Na pia tutagusia tu maneno ya Ibrahim Traore kutaka Wanaafrika kuachana na media za Occidentaux ziko zinatudanganya, na pia Jean-Pierre Bemba kuweza kumzungumzia bwana Hippolyte Kanambe, kitu ambacho kinaleta nini, kinaleta hisia tofauti sana kwa watu. Na moja kwa moja kwanza ifoni anzie na hii la Hippolyte Kanambe, niguse hili la Ibrahim Traore, alafu tumalizie na Nyantende pamoja na Nyangezi na jinsi raia kuanzia busiku waliweza kuamkia asubuhi wakiandamana Bukavu na kuweka vizuizi dhidi ya magaidi wa M23. So lakini kabla ya hapo, kwa ndugu yangu, kumbuka kwamba hii ni Baraka One TV na operesheni yetu Salia Mzalendo bado iko inaendelea. Unaweza kuungana na sisi kwa lengo la endeleza hizi harakati zizidi kusonga mbele, na pia unaweza kutembelea Baraka One TV channel 2 ambako utakutana na matukio mengi ya hiyo operesheni ya Salia Mzalendo na mambo mengine ya vita tusa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kuna membership za Baraka One TV, unaweza kujiunga pale na membership yote ile, na ikakuwa pia ni jambo la maana sana, kwa sababu tukiungana na kwa pamoja tukisaidiana, mnakuwa mnatusaidia ili tuweze kusonga mbele. Nashukuru kuona kwamba kazi ambayo tunafanya mko mnaielewa na mna appreciate, and then we really appreciate as well jinsi tunakuwa wote pamoja na jinsi mko mnatushiriki. It is very 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 important. I will appreciate that kind of things, guys. So big up sana kwa wote ambao mko Canada, wote ambao mko Australia, ambao mko USA. Naona kina Simo Bagoma Samuel Czech Republic, kina Akiskandeze UK, Dafeza UK, Laitisha USA, Biondo Kilamba Mawe yuko USA, Mzee State Amen yuko USA, Asani Ramadhan, Kiza Salumu, Mashaka Ayamba, Didone Butoto, Jacques Bahati, pia Emmanuel Mangombe, Elisha kutoka Nairobi, Kenya. Jamani, mko wengi sana. Wote hawa wako wanasikiza vizuri sana Baraka One TV. Na moja kwa moja ndugu zangu, twende na hizi hapa. Nilisema Jean-Pierre Bemba alikuwa anatupatia histoire kwenye hii campaign ambayo iko nafanya kuzunguruka mu RDC juu ya kuhamasisha vijana kujiunga na arme na kuonyesha makosa ambayo watu wamekuwa wako nayafanya. C'est vrai, ni normal, ni jambo la kawaida kwamba mtu akisimama na azungumze kwamba jamani, mambo yalikuwa 1 2 3 kilitokea hiki, ni jambo la kawaida sana. Sawa, ni jambo la kawaida sana watu kuzungumzia masuala ya nchi gisi yako yanaenda. Lakini nimeona tweet ya Nehemi Mwilanya iko na anazungumzia Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba iko ni mtu mbaya, iko naendeleza nani chuki na ubaguzi MRDC, iko na bagua watu. Nehemi Mwilanya, wewe naye unasema kitu daire na wewe pia hauko hata mubembe. Nehemi Mwilanya ubunge tole mbembe tuiki bibi. Nehemi Mwilanya tiki uba mbembe. Sawa,
Kwa hiyo tuache kuwa tunataka kupaka mafuta, na hii ni kosa kubwa la Wakongomani. Na mimi naelewa licha ya democracy, lakini watu hawezi kuwa wanadanganya kiasi hiki. Joseph Kabila alikuja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa hajulikani. He was nobody. Maisha ambayo mimi niko naishi ni maisha mazuri kuliko ya Joseph Kabila kisi alikuwa naishi. Mimi najulikana, nilisomea wapi, niko na elimu gani, nilifanya nini, nafanya nini, najulikana. Mais Joseph Kabila, nobody knows about him. Nobody. Even Tanzania ambako alikuwa naishi, nobody. Anakuja ingia jeshini pale, Gisi Jean-Pierre Bemba anasema, na ilikuwa ni hivyo. Na kitendo cha kumua mzee Laurent Desire Kabila ni yeye kibaraka ambaye alitengenezwa ili aweze kukaa pale. Na unaweza kusikia niliweza kuwaleteaga kuhusiana na mzee wetu wa Katanga marehemu ambaye aliweza kumtengenezea ID Joseph Kabila na kumpa jina ya Joseph Kabila Kabange. Mais il n'est pas un vrai Congolais. Tuambiane ukweli. Mais leo utasikia wale ba pro PPRD, watu ya PPRD, ukimgusa Kabila ndireke unagusa malaika. Alors tunajiuliza, avant Kabila est-ce que Wakongolais mko mnaexiste? Kabila ni nani? Voyou mwenye ana akili, bumbafu mwa hivi mwenye burike hivi tu. Donc tuseme tu ni unaona nayo pia ni erere mtu kusomea mbovu kubwa. Elimu ina mwisho ndio, lakini ukisomea mbovu kubwa nayo ni problem. Bora hata usome kwanza, ufike hata muimanite, soit unaishi hata m5e à l'époque, m5e des humanités, 6e una arrêté diplôme, una reprendre hata imwe 2 à 3 ans hivi, unapumzika kwanza tena unakia una refer, unapata hivyo unaenda. Lakini wewe na humanité au kufanyaga na primaire au kufanyaga, vupu tu unaenda fanya university, na sio yani ya kwenda kukaa auditoire. Unakuwa daktari. Joseph Kabila docteur. Lakini akili hakuwa na akili. Na niko namwambia ile masilansi zake zote asema asemagi iko kimi, atasema nini Kenya jui? Aseme nini Kenyana? Mtu anasemaga sasa kuna la kusema. Okay. Ameanza kusema haya. Angalia sasa ma sorti zake zote mediatiki. Iko nasema nini? Si upuzi tu. Tumsikie tu Jean-Pierre Bemba kwanza. Bolandaki histoire na ngai tana yoki ke Barwande baye ko diriger mboka. De na lobby ata na nyoso naza nango. Oyo tata na ngai atikeli ngai. Na oyo ngai moko naza nango na koko tika te ba Congolais bakoma boumbu ya Barwande. Bolandaki tunazwaka mondika partir ya Kisangani tobandi ko former bana partir ya Kisangani de tozwin zela buta aketi Bumba Lisala Gemena tina badolite ende toyeko sangisa plus de et totiki même l'armée kotati lelo bazana armée bantu pe bakufi plus de 20 000 hommes bakota l'armée na biso totika na tango ya réunification ya mboka. Réunification ya ko salama to koti na système ya transition puisque mboka e kabwanaki dambo ya est mususu biso na or mususu awa Kinshasa pembeni ndepo na kimia izonga ndeto ndimaki to travailler na sens wana to lobi notre ke na ba élection peuple a ko kabola biso mais peuple a kabola ki biso la 2006 na ba élection nena gagnaki et comment qui PPRD de Bayeko Kosa et ça la vie par mon côté et ça la ba ya libanda on a kotanga kombo lelote de un jour na kotanga kombo na bango o Bayeko sali sa pas ba tricher na ba élection 2011 et yeli susu nanga gagnaki
Nana Gagnaki. Etienne Tshisekedi Moto Gagnaki, l'élection. Bon, vote qui était? De Baeko tricher l'Issoussou. Donc, vous évitez. Donc, Bakosi Bino Banda Moula 18 ans. Est-ce que ça a solo wana? Vous voyez bien. Est-ce que ça a solo to boza kokosa? Ça a solo. Donc, Nayebi Sabino. Oh, Bobengi Joseph Kabila. Nazolo bakata vérité. Na fingi motomo côté. Joseph Kabila. Oh, boyo kaka Joseph Kabila. D'abord, les akombo na yete o abota baki nango. Naye Bosé Botanga Hippolyte Kabange et puis ils ont ba combo ya ba Rwandais na kangi biate menaza nango kanambere bere belo komoko boy boyebi tata na mama naye tata naye azali Rwandais akufaki ndaba bitumba oyo ya Laurent Désiré Kabila de bazalaki ko bunda ba rébellion contre président Mobutu na cadre ya bitumba wana akufaki maman naye azali rwandaise je crois sur la cité comme on est fait à la Marceline tango sikoyo Rwanda Uganda balobi il faut pas bengala président Mobutu, parce que pour na bango, président Mobutu azalaki ko soutenir ba interamwe, ou ba okaki ba interamwe. Ba interamo balo, ba pesa ki komba ezali ba force rwandaise. O bazalaki ko soutenir, bazalaki ba force armée ya Abirimana. Tango ba bomi Abirimana na kati na pepo na ye. Sikoyo batwala ba Rwandais ba yaki epai na biso na Congo. Président Mobutu a yambaki bango. Mais il fallait bazongisa bango. Tant que comme heure, président Mobutu a dit non sikoyo, bozonga na mboka na bino, eza ba mboka ya poto balabino, bozela nano na président Mobutu, ba fanda nano awa le temps que ba bomsa soi-disant politique wana. Des erreurs o ya monene to salinde yangoyo. Il fallait ndenge président Mobutu alingaki bazongisa bango na mboka na bango. Si quand Rwanda a eu prétexte, Nanganda Balobino, il faut nécessairement, comme Bazali Wana Bazako constituer danger pour la Rwanda, vaut mieux si koyo, to kende, to kota Congo, to désarmer Bango. Masolo na zoe Sabino, Ngai, na Yokiango, na Monoko, ya président Museveni. Décision, Bakota na Congo. Pas désarmer Batouana. Quand on a Congo, ba moni richesse. Où est la mboka na biso? Où est la sena babele na biso? De balobi, oh là là, to tika bloko la bongote. To zwa mutu moko. Oh aouti, opposant à président Mobutu, to tia et liboso. Armée rwandaise ou ougandaise base à la Simanaye. De bokaki ba créaki o ba bengi AFDL pour que ba kota sikoyo na Congo koko sa peuple d'abiso que ba congolais révolution et salamina ba congolais ce n'est pas une révolution à ba congolais armée rwandaise d'ailleurs bateau ba kota ki awa bomona ki bangote et zaki armée rwandaise était voilà le début, il y a problème d'Abisso. Tokomi Awa va changer Babomi Batie Joseph Babengi Kabila. Joseph Kabila, Aouti Wapi. Azalaki aide de camp. Aide de camp.
ba continuer sa soda bazakala mutumo ko pembe na bango. Ya James Kabarebe. Oya komaki awa chef d'état-major général. Bozola nangai. Boye ba histoire na mboka la biso. Ke ba tika koko sabino. Sikoyo tango babomi Laurent Désiré Kabila de bache o babengi après bapesi kombo ya Joseph Kabila. Mais est-ce que boyebi histoire na ye? Boyebi ici ka outi. Non boyebi te. Donc bakosi bino banda mula 18 ans. Umemsikia Bemba? Nani ambaye anapingana na hili? Yule ambaye anapingana na hili la Jean-Pierre Bemba, tafadhali naomba comment yako. Niambie juu ya hili hapa. Niambie kama unapingana na hili je Jean-Pierre Bemba ator ukoma. Tutaendelea kusema kwanza mimi na Vitakwira Iwan na Jean-Pierre Bemba atuka ni sawa na Elizeri Tambo ni sawa. Hakuna ubaguzi. Ni maana yake nini? Ubaguzi si kwa. Lazima tuambiane. Tuambiane. Nitakuita huko Munyamulenge, huko huko Munyamulenge, huko refugee Rwanda. Sasa nakubagua. Nakuita huko Mushi. Nakubagua. Ba Mushi ba mingi biko muafse. Haya, naongea ubaguzi gani pale? Hakuna. Ndugu zangu, hakuna. Tuko na baadhi ya babembe biko muafse. Mweme 23. Haya, tunabaguana pale. Kila siku nakuwa nasema hii ya dashi yetu ya babembe. Ibala na machumba ataleli bola na. Kuhesabiana manyumba haiko ubaguzi. Sawa? Ule mshibe ini nilimshi muma nyumba ya ilake, ini nilimshi fulani nyumba ya ilake, mimi niko mshi fulani nyumba fulani. Benu mlebeto bato. Mwe ni wadogo wetu, nyinyi ni wakubwa zetu, nyinyi ni wajomba zetu. Even if ndio maana ya watu kuhesabiana. Na sasa mtu yuko nasimama hapa Rajabu anasema kwamba les réfugiés rwandais qui ont venu du Rwanda ambao wanajiita Wanyamulenge, jina ya Wanyamulenge sio ya kwao. Mulenge ni kilima cha Bafuliru. Utasikia ni kumbaguzi. Ba Mushi bali wapokeaka ba M23 Bukavu, unabakandika barua ma société civile za Bukavu zikandika barua atupende kupigana, atupende kuharibisha mji wetu wa Bukavu, utapenda hivi na hivi. Kwa hiyo FRDC mubache tu bani bapite. Ni kumbaguzi. Bavira wenye balikula rushwa pamoja na Kiza Mwato, kisi watu biko wanasema Bavira balifanya hivi, Bavira balianza kufanya hivi. Ukombaguzi. Bafuliru hivi na hivi, Bafuliru biko nazatia fujo asema Uvira ni akwabo, ndio ifo bakwenda komandema ya ni Bazalendo, nini ukombaguzi. Juu Jesse Vitakwira ni Mfuliru, ndio maana anataka ni privilege na ni Bazalendo ya Kifuliru kuwapatia madaraka. Nini ukombaguzi? Hapana. Kila mtu kwanza kabla kuwa Kongole iko na kabila yake. Na ukiongelea kwa Rajabu Mubembe anatangazaga tu vitu ya vita, anakuwa tu anasemea serikali, Juni Mubembe ukombaguzi. Je m'en fous. Kama ubaguzi ni kusimama misingi ya taifa, kama ubaguzi ni kutetea kile ambacho kiko chako, kama ubaguzi ni kuonyesha watu kwamba huyu ni wa huku na huyu ni wa huku na hapa ndiko sehemu sahihi, basi acha mimi Rajabu Kiza Kabonga, Rajabu Akili Kiza Kabonga, Justin Bitakwira Yona Hai, Jean-Pierre Bemba Gombo tuendelee kuwa wabaguzi na tutabakia hivi kuwa wabaguzi maisha yetu yote kama huo ndio ubaguzi. Baada ya hapo bwana tumsikize bwana Ibrahim Traore. Ibrahim Traore anasema media za wazungu ndicho chanzo cha habari mbovu barani Afrika. Na hivyo kuwataka raia wa Afrika kuacha kusikiliza ma-RFI, kuacha kusikiliza ma-Jeune Afrique, kuacha kusikiliza ma-BBC, ma-DW, manini zile media za Occident. DW kidogo sawa ni ya balemo.
Lakini hizi za Bafransa, za Baanglo, za Baamerika, zile ni mamedia zenye ziko zinatuingiza mugiza na ziko zinatuvunjia heshima. Huyu hapa Ibrahim Traoré. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, voilà, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça divisé pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble, nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Sasa moto unawaka. Moto unawaka. Unawakia wapi? Moto unawakia maeneo ya Nyangezi, Nyantende, ambako waza waliingia ndani. Licha ya uwepo wa Seselefe ambayo magaidi wa M23 waliweza kuitangaza baada ya kipigo kitakatifu kutoka huko maeneo ya Walikale, na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia kuweza kusema ndiyo tumewasikiliza na tutawapea hiyo kitu, lakini hatutapigana kwanza kwa sasa hivi, tusubirie. Sasa tusubirie nini? Wazalendo wameweza kufanya hatua kubwa ya kuingia Nyangezi kwanza, kale kamlima kapale juu pale. Hizi kushafika Nyangezi, wangapi wanajua Nyangezi? Waza walifika wakatwanga M23, wakawapiga pale Nyangezi na wakachukua Nyangezi. Kilima cha muhimu sana ambacho kulikuwa kuna silaha nzito imeweza kuingia mu mikono ya M23 jamani, mikono ya waza. Hii hapa ni force ya waza, wao wenyewe ndio wako wanafanya hii expo. Waza naliita ni waza jeshi la ukombozi. Tofauti na hili jeshi la ukombozi la wezi, la wauaji, la wabakaji, la waporaji, la M23, Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Sasa kuingia kwa waza maeneo ya Nyangezi kuna wapa nguvu na kuwapa motisha na morali raia ambao wanapatikana Bukavu, ambao walionyesha kuwa support wazalendo hiyo tarehe 24 kuamkia tarehe 24 hivi usiku,
kuweza kuamka barabarani na kuanza kuimba tunataka Kongo yetu, tunataka Kongo yetu, huku wakiwasukuma magaidi wa M23 kuweza kufungasha virago vyao na kuondoka DRC. Unaona ni jambo moja ni jambo la muhimu sana, na hili linaweka nguvu na linafanya mambo yaweze kuwa sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, mpaka sasa hivi kitu tunazungumza hapa, wazalendo wanafanya kazi kubwa, na kitendo chao cha kushambulia Nyangezi pamoja na Nyantende kinafanya M23 kuogopa, na kuna uwezekano ndani ya hizi siku kadhaa mtaamka Bukavu iko mikono ya wazalendo. Wazalendo wanasema wao hawatakubaliana na CLF. Masuala ya CLF hiyo ni ya FRDC inawaangalia, lakini wao lazima waweze kurudisha heshima. Tunataka Kongo yetu, pida tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo olale, shit tuko mbarabara. Tuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Kwa kunyo ulianzia, mimi nikasikia kwanza. Heshima lazima iweze kurudisha kutoka kwa waza ambao wako wanapigana kwa ajili ya kuweza kutetea taifa letu hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kila mkongomani yuko nyuma ya waza. Kila mkongomani nafikiri sisi wote tunasema tutakufa kwa ajili ya kupigania taifa letu. So ndugu zangu, hayo na machache ndio ambayo tulikuwa tuko nayo siku hii, tarehe kama hii, mida kama hii ya saa 9 za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Kumbuka Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea. Ungana na Baraka One TV channel 2 pia ili uweze kusubscribe na kukutana na mambo mengine ambayo yako yanazidi kuendelea. Na jambo jingine pia ndugu zangu, ungana na Baraka One membership. Membership inakufacilitate kuweza kuwa alaina, kuweza kuwa update. Yes, na hivyo pia niandikie Kenz na Amadis ili niweze kukutia kwa group la WhatsApp kwa ajili ya kunaweza kuchangia Baraka One TV. Unajua nyinyi ndio watu muhimu sana ambao mnatupa nguvu ya kufika hii hatua ambayo tuko nayo kwa sasa hivi. So Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Tukutane majira ya saa 12. Saa 12 ni mitazamo yenu. Lakini pia kuna jambo moja muhimu ambalo nitakuleteni, ni kwamba wanajeshi wa kike wa FRDC asilimia kubwa wamepigwa mimba. Wamewekwa magoli. Sasa kamanda yuko nafokea wakina mama. Anaambia nyinyi kabisa wanajeshi mko mnakubali mnakubali tu hivi, mnazao ovyo ovyo na wakati tupo kwenye wakati wa kupigana. Sasa utapigana ina kuna mimba. So ni jambo moja la kuzungumzia. Na ili pia hiyo ni mipango ya serikali kikweli. Sababu huko nakuta hata wanajeshi wa kiume kwenye kambi za jeshi wako na wake zao pale. Hapo wakati wako nakimbia hapa hivi, huko unaona gisi askari iko yeye, mke wake, watoto kama 4, kama 5, 6, 7. Sasa jiulize, huyu atapigana vipi? Atapigana saa ngapi? Awazi kwanza kwenda kupigana ama awazi familia yake atalindaje? So ndio kwa hiyo ni shakara bagara. Kwa hiyo ni hivyo. Tukutane majira saa 12. Asante sana. Tunashukuru.